Mtazamaji na wewe msikilizaji wa Kamkono Media, karibu tena kwenye wasaa huu wa habari zilizotufikia. Jina langu ni Ipyana Isaac Mwanyasi. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa kundi la waasi wa M23 limewaua, kuwatesa na kuwashikilia baadhi ya mateka, huku wakiwaweka katika mazingira ya kinyama kwenye maeneo ya kizuizini huko Goma na Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aidha, shirika hilo limesema vitendo hivyo vinakiuka haki za kimataifa za kibinadamu na vinaweza kuwa uhalifu wa kivita. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na shirika hilo, inasema kati ya mwezi Februari na mwezi Aprili mwaka 2025 ilihoji raia 18 waliokuwa wafungwa, na wote wanaume, ambao walishikiliwa kinyume cha sheria katika maeneo ya kizuizini na M23 huko Goma na Bukavu, na 9 kati yao waliteswa na wapiganaji wa M23. Kulingana na taarifa ya shirika hilo, ngozi iliyojivisha kundi la waasi wa M23 ya kuleta amani mashariki mwa DRC ni njia ya kuficha maovu wanayoyatenda dhidi ya wale wanaoamini kuwa wanaenda kinyume na matakwa yao. Aidha, shirika hilo limetoa wito kwa kundi hilo la M23 kuwaachilia wale wote wanaoshikilia mateka mara moja, na kwamba wanastahili kuonyesha binadamu kwa kila wanayemzuia na kuwaruhusu watu hao kuwa na mawakili pamoja na familia zao. Kwingineko ni huko nchini Uganda. Rais Yoweri Museveni na mkewe wameomba msamaha katika tukio ambalo ni la nadra sana na kukubali kutokea kwa makosa ya hapa na pale katika mkutano uliofanyika uwanja wa Uhuru wa Kokoro, viungani mwa jiji kuu la Kampala, Uganda. Museveni na mkewe wamezungumza hayo wakiwa katika mkutano wa Injili, ambapo walisimama kwa pamoja na kukiri kuwepo kwa mapungufu katika uongozi, kutokea kwa ufisadi, ikiwa ni pamoja na kujitenga kwa raia. Na mnukuu, kama viongozi wakuu wa National Resistance Movement NRM, tunawajibika kwa makosa yote tuliyoyafanya sisi wenyewe, mawakala wetu na wawakilishi wetu. Kwa hiyo tunasimama hapa na kutubu, kuomba radhi hasa kwa wananchi wa Buganda na nchi nzima. Tunaomba urejesho na upendeleo, alisema Museveni. Katika hotuba yake, Rais Museveni alilipongeza kanisa kwa kile alichokieleza kuwa ni mabadiliko makubwa kutoka kuwa sehemu ya tatizo hadi sasa kuwa msingi wa amani, uwajibikaji na maendeleo ya kiroho nchini Uganda. Mungu arejeshe neema ambayo tulikuwa nayo mwanzoni na kutuunganisha tena kwa umoja wetu wa kitaifa na kujitolea kwa mabadiliko ya kijamii na uchumi wa nchi yetu pamoja, viongozi hao wawili walisema katika taarifa yao ya pamoja. Aidha, mkutano huo ulivutia maelfu ya waumini kutoka nchi nzima kwa sala, ibada na wito mpya wa mabadiliko ya kitaifa kupitia imani. Mwisho wa habari. Ipyana Isaac Mwanyasi, Kamkono Media.